zangu kwa ndugu zanguni wana Simba pamoja na wana Yanga, hili ni jambo letu sote na tunatakiwa kulifanya kwa ukamilifu na ubora wake wa hali ya juu. Na ukamilifu wa hili jambo ni mashabiki kuja wengi siku hiyo uwanjani. Kwa sisi ambao tuko hapa ndio ambao tumebeba haya maono. Hatuna budi ya kuwahimiza na kuwaomba wenzetu waje watupe support uwanjani siku hiyo. Sio kuwatambua. Yaani wewe kuwa hapa usijione wewe ni special alafu kamnanga mwenzio. Yaani wewe kuwa hapa uwe ni sehemu ya kichocheo ya kuwavutia na wengine kuja uwanjani kuja kufurahia. Tunakwenda kufurahia tu. Hakuna kingine cha ziada. Tunakwenda kufurahia sisi kuwa mashabiki wa timu hizi mbili, moja kubwa na nyingine hiyo. Tunakwenda kufurahia sisi kuwa sehemu ya mafanikio ya mpira wa miguu Tanzania. Siku ya mechi yenyewe au tusifike huko. Nataka taratibu tuelezee kabisa. Tuelezee kabisa. Tutakuwa na kambi kuanzia hii leo mpaka siku ya tarehe 20. Siku ya tarehe 20 timu zote mbili zitatokea kambini kwao hotelini, na tumechukua kambi katika hoteli ambazo ziko Sinza ambako ni karibu na uwanja Unapozungumzia timu yako tu. Unapozungumzia yako tu. Mimi si mratibu wa hili jambo. Mimi ni president. Sinza. Au mehama. Zungumzia timu yako kaka. Basi tusizungumzie hapa, zungumzia timu yako. Tusizungumzie mpango wa mechi. Hapo sahihi. Ila tukiwakuta Sinza. Habari nyingine. Hatuwezi kukaa Sinza. Hawezi kukaa Sinza. Sawa. Na mimi najua kwa nini unataka kukaa Sinza. Sasa hayahusiki na hiyo. Anahusika. Hayahusiki. Kwa sababu hoteli nyingi zinakujua. Sinza. Kono una tabu. Lakini siku ya mechi tutaondoka pamoja. Na kuna wengine hawajalipa. Siku ya mechi tutakuwa na msafara wa pamoja. Vile utamaduni unapokuaga siku ya mechi ya dabi. Tutaondoka pamoja uwanjani siku hiyo tukiwa na msafara wa kutosha. Tunaelekea uwanjani katika uwanja wa KMC. Tutakuwa na msafara wa kutosha, gari la wachezaji, tutakuwa na magari ya viongozi, tutakuwa na bodaboda za kutosha zimetangulia mbele. Huo ni kwa upande wa msafara wetu. Na gari yenu ya mbuzi. Mbuzi wazee wafupi. Lazima wawepo. Sawa. Wale unawaachaje? Lazima wawepo. Tunaelekea uwanjani kwa ajili ya mchezo wetu huo. Jambo moja la msingi ambalo ningependa kusisitiza na kumalizia. Siku hii ya mchezo, mashabiki wanaopaswa kucheza mechi husika ni mashabiki halali wa timu husika. Mama yangu meja itamkuta hiyo. Haturuhusu na wala hatutaki mamluki ya aina yoyote. Shaanza maswali yako. Tunaulizana tu. Na hili shabiki unamjuaje? Sisi mashabiki tunajuana. Sisi huku tuna wanachama. Kwa mfano, Diara ana kadi ya Yanga. Umeelewa? Pakome ana kadi ya Yanga. Huenda ikatokea siku hiyo anataka kuja kucheza kwenye timu yake. Uoga huu ni Pakome tu au mwingine? Kama ni hivyo basi iwe mechi kweli. Iwe mechi kweli. Tumesema hivi. Iwe mechi kweli. Mechi kweli mnaitaka? Tunaitaka ndio. Tunaitaka. Iwe mechi kweli. Wale 7 walioenda Afcon waache wacheze Afcon. Mimi nakutaka tuache mechi ya mashabiki. Twende mimi na wewe
Leta hao uliowataja na mimi nilete mali zangu pale tumalize. Mali zipi? Kwa sababu hii mechi Sikadia anaijua. Mshindi anachukua alama 3. Samahani. Katikati ya mazungumzo yako umezungumzia neno mali. Mali zipi? Katikati ya mazungumzo yako umesema nilete mali zangu. Mali zipi? Leta watu wako na mimi nilete watu wangu. Sio mali tena. Mechi ya mashabiki itoke tumalizane pale. Tumesema hivi, sisi Yanga tunatambuana kwa wanachama, ndio? Na Yanga wana kadi zao za wanachama. Tulipokwenda Ivory Coast tulizindua tawi. Pacome akachukua kadi na Pacome hayuko AFCON. Huenda ikatokea Jumamosi, Jumapili hiyo. Usijizungushe. Kama wewe unataka huyu acheze, basi na mimi nilete bunduki zangu tucheze, tumalizane. Kwenye bunduki mimi nimesema Pacome, taja basi hata moja. Yaani bunduki yako hata moja tutaje. Yule mnemtaka. Nataka wengi. Nataka wengi kaka. Nawapenda. Hawajakwambia. Nawapenda watu wako. Wewe unakuwa wa mwisho kupewa taarifa. Nawapenda. Yuko wapi sasa hivi kwa sababu wangu? Yule bado mdogo sana. Yuko wapi sasa hivi? Ngoja afikishe 37. Yuko wapi? Yule tunayemtaka yuko wapi sasa hivi? Mko naye? Mimi tunamtaka. Yuko wapi nakuuliza? Yuko Dubai. Ili swala la msisitizo wacheze mashabiki. Kwa nyinyi Mungu mmoja. Na wadondosha. Tujiandae kwenye nini? Kwenye mechi. Mnifikiri kujambisha. Kwa hiyo ndugu zangu, angalizo kwamba wanatakiwa wacheze. Shetani huko bwana. Mimi nipo, mimi nakusikiliza. Angalizo wanatakiwa wacheze mashabiki tu. Unawajuaje mashabiki? Mashabiki tunajuana. Mashabiki, kwa hilo ni jambo la msingi. Kwa mfano mimi najua wote Jessica Manji. Nani yuko wapi yule atucheze? Yule dada wa Kiingereza cha uongo cha shule msingi Yombo. Na wajua wote mashabiki wako. Na siku hiyo tutakaguana macho kwa macho. Na hili nazungumza kwa msisitizo kwa sababu wewe ni mzee wa kuchomekea. Wewe ukishaona mambo yanakuwa magumu unaanza kuingiza majeshi. Wewe ndio ulioua mechi ya waandishi wa habari walioa wasioa kwa kuleta mamluki. Ni wewe. Wewe umewajuzi. Kama wewe tu. Nini? Sisi tuna ndoa nyingi mimi na wewe. Tumeanza kazi zamani. Ukawa unaleta mamluki. Mechi hii hakuna kuleta mamluki. Mimi nimekuuliza swali la msingi. Unawajuaje mashabiki? Mimi nawajua. Unatujua? Tutakaguana pale. Wewe guna tu. Vizuri. Wa Simba pia unawajua. Wote. Si ndio familia yangu. Sababu sisi tuna tawi liko Mbande. Tuna tawi tunalialika kutoka Mtwara. Unawajua wote hao shehe? Nawajua. Mashabiki wote hao. Tukutana nao pale KMC. Na shida. Wewe kama umezoea kumuona tu Godi akiwa anaongea kwenye online media. Utakutana sasa na mashabiki wengi. Yaani mkifanya masiala mechi haishi. Unagaidi. Ukiingiza mamluki mechi haishi. Nakwambia. Ukifanya masiala mechi haishi. Haichezwi. Ili tutafika pale uwanjani. Uzanguni mimi baada ya kusema hayo hakuna kiingilio jamani. Ni bure, ni wewe na miguu yako tu. Na tumefanya kiingilio bure ili kuwashawishi ndugu zetu wa Yanga washawishike kuja. Kwa sababu hata tungesema shilingi 500 bado wasingekuja. Kwa walau tumetaja hii bure ili tupate ushiriki wao wa kuja. Kwa hiyo ndugu zangu ni karibuni sana, na sasa nichukue nafasi hii kumkaribisha ndugu yangu hapa kwa jina yeye kuelekea katika mchezo huu, na baada hapa sasa timu zote zitasambaana kwa ajili ya kuanza mipango kuelekea katika mchezo huo. Katika mechi hiyo mimi nitakuwa na vyeo vitatu. Kwanza, mimi ndio rais wa hii klabu, kwa maana mwekezaji.
ndio Mo wa hii timu. Makofi kwa Mo. Mimi ni mwenyekiti wa hii timu. Yes. Sawa bana Nani? Yes, mimi ndio Mangungu wa hii timu. Mangungu oye. Sasa sauti ziko chini. Na Mangungu oye. Chuma hicho. Kama ujibu. Mangungu oye. Oye. Alafu mimi nitakuwa ni kocha siku hiyo usiguni. Na sitoishia hapo. Kama Hassan Afifu kocha Sawa, wakati ukiona nani unaingia. Na mwisho kabisa nitacheza hii mechi. Kama Hassan Afifu. Nyinyi wengi wenu hapa hamjaniona. Wengi hamjaniona. Hasa nyinyi mashabiki wa Yanga. Sababu nyinyi wengi mmekuja town hapa. Amna mzaliwa wengi mmekuja hapa. Hamjawahi. Wewe umekuja pamoja na nani? Mimi nimekuja Dar es Salaam hapa, posta hakuna lami. Wewe utaniweza mimi? Nauli shilingi 10. Una akili? Nauli shilingi 10. Nauli na change naudishiwa. Kwa hiyo wengi nyinyi hapa. Wewe na nani? Mudla Zungu kutoka wapi? Mtwara. Mimi nimezaliwa Mtwara. Mimi nimekuja kutoka Amsterdam. Unaambiwa atakulia. Ndugu zanguni, nyinyi wengi hapa hamjaniona. Ni Sayadede ndo ameniona, Mako Mzumbe ameniona, Rama Miradi Hayo ameniona, Nani Petro ameniona nikiwa nafanya mambo yangu ya kikatili. Hata huyu bwana hapa ameshawahi kuniona na anajua kazi zangu mimi nikiwa kiwanjani kwenye nafasi yote utakataka mimi nicheze, nakupa majibu mazuri. Ukisema nizime chini pale nakuwa kama Rushain the Rock. Ukisema nisogee juu hapa nakuwa zaidi ya Yusufu Kagoma. Bana Kagoma namkumbuka ndio nishaga mkataba wake. Nikukumbushe utakuwa umesahau wakati tuko Dodoma tunawafilisha goli 5 ulichokuwa pale ukacheza kiungo. Wewe una kumbukumbu nzuri. Ukapiga assist 1. Nikisogea juu hapa juu hapa nakuwa Kante mtupu. Ndugu zanguni, nafanya mambo ya hatari vibaya mno. Nikitoka hapo ukinisogeza juu namba 10, ndugu zanguni, Morris Abraham, mimi na yeye ni mapacha. Ndugu zanguni, ukinisogeza namba 9, mimi ni Jonathan Soa mtupu. Na kila kitu Soa anafanya. Nikienda pembeni. Nikiamua nicheze pembeni. Namba 3, mimi ni Mligo. Bwana. 11 ni Joshua Mutale Budo. Namba 7 Kibu Dennis Prosper. Ndugu zanguni, mimi nimetimia. Karibu. Mshamuuza. Waambie ukweli wenzio. Kweli gani? Kama mshamuuza waambie ukweli wenzio. Kweli gani? Mtale Kibu sema hayupo tena. Nani? Waambie ukweli. Nani? Au tumpe nafasi ya pili. Pembeni. Taja wewe nani? Atawaua huyu. Sisi waambie ukweli. Formula yetu ni ile ile. Aseme ukweli, yuko wapi? Kapanga timu yenu hapa. Mutale Kibu Dennis. Na nyinyi wote mmeguna. Nafasi zake yeye anacheza kama nani? Panga wewe kushoto. Tayari kamaliza msemaji. Wote mnaogopa moto. Hem, sogea hapo bwana. Msemaji kamaliza. Yaani tumwakoja na hapo. sogea tu hapo. Sasa kitili asimame huko.